Jambo la kwanza, dada zangu, mama zangu, binti zangu, tupate kufahamu kwamba nafasi ya mwanamke Muislamu kuingia peponi ni kubwa sana kuliko mwanamume katika Uislamu. Nafasi yenu nyinyi wanawake kuingia peponi katika hii dini ni kubwa sana kuliko sisi wanaume tulokaa mbele yenu hapa. Na ndio unaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatukuza wanawake ndani ya Qur'an, na wanawake ambao waliotangulia katika wanawake wa kimasahaba walitambua hilo. Ndio unamuona mtu wa kwanza kusilimu ni mwanamke, Khadija binti Khuwailid. Masahaba wa kiume wote hakuna mtu aliyosilimu mbele yake huyu. Mtu wa kwanza kuuawa ndani ya hii dini ni mwanamke, Sumayya binti al-Khayyat. Mtu wa kwanza aliyokuwa na elimu kuliko watu wote ni mwanamke ambaye ni Aisha radhiallahu anha. Hata Mtume alipofariki, masahaba wanaume na wanawake wakimfuata Bi Aisha kumuuliza maswali ya dini, maana yake akifanya da'wa na akieneza da'wa. Na ndio kuonesha uzito wa wanawake ndani ya Qur'an. Kuna sura nzima inaitwa surati an-Nisa. Ndani ya Qur'ani hakuna surati ar-Rijal, hakuna sura ya wanaume, lakini kuna sura ya wanawake. Na ndani ya Qur'ani kuna surati at-Talaq. Hii surati at-Talaq, baadhi mufassirin kama anavyosema Imam Ibn Kathir, inaitwa surati an-Nisa as-Sughra. Ni sura ya kutetea haki ya wanawake iliyokuwa ndogo. Wewe leo ukitaka haki yako wewe mwanamke, kasome surati at-Talaq, utaipata haki zako zote mle ndani. Ndani ya Qur'ani kuna sura nzima inaitwa surati al-Mujadala. Hii sura imeteremshwa kwa sababu ya kutetea haki ya mwanamke. Mwanamke mmoja, Khawla binti Tha'laba, mume wake anamwambia, wewe mbele yangu ni sawasawa na mgongo wa mama yangu. Mwenyezi Mungu anateremsha sura nzima kutetea haki ya mwanamke huyu, na hii ndio sura ya pekee ndani ya Qur'an kila aya iliyotajwa ina jina ya Allah ndani yake, kwa sababu ya kulinda heshima ya mwanamke. Na ndio unaona ndani ya Qur'ani kuna surati Maryam, na huyu mwanamke ndio mwanamke wa pekee aliotajwa kwa jina ndani ya Qur'an kwa sababu ya kadhia nzito iliyopita katika maisha yake. Mimi nitawaelezeni ndugu zangu, dada zangu, mama zangu, kwamba nafasi yenu ya kuingia peponi ni kubwa sana kuliko wanaume, kuliko sisi ambaye ni wanaume, kwa sababu zifuatazo. Kwanza, hadithi ya Mtume sallallahu anasema katika hadithi ambayo ni sahih, idha sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha qila yawm alqiyamati udkhuli min ayi abwab aljannati thamaniyati shi'it. Mwanamke atakaposwali swala zake 5 ya faradhi, akafunga mwezi mzima wa Ramadhani, akamtii mume wake katika mambo ambayo inaambatana na sheria, na akahifadhi uchi wake. Kuhifadhi uchi wake maana yake akajilinda uchi wake kutokana na matatizo, asije kaingia kwenye mambo ya zina, na akahifadhi uchi wake maana yake akavaa hijabu ya kisheria. Siku ya Kiyama ataambiwa na Mwenyezi Mungu, katika milango 8 ya pepo, chagua mlango unaitaka wewe na uingie ndani yake. Pepo ina milango 8. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametaja katika hadithi tofauti tofauti, kuna janna ambayo inaitwa jannatul firdaus, na Mtume anasema, idha sa'altumullahu aljanna fas'aluhu alfirdaus al'a. Hii ndio janna iliyokuwa juu kuliko pepo yote, jannatul firdaus.
kisha kuna jannatul naim, kuna jannatul ma'wa, kuna jannatul adn, kuna jannatul kasif, kuna jannatul khuld, kuna darus salam na kuna darul maqam. Hizi ni milango 8 ya pepo. Mwanamke akifanya mambo manne haya ataambiwa katika milango 8 ya pepo, chagua gani ambao unaitaka wewe uingie ndani yake, kisha kuonesha namna gani nyinyi wanawake mko na fursa kubwa sana kuingia peponi kuliko wanaume. Sisi wanaume hatuna nafasi hata siku moja ya kuacha kuswali. Nyinyi mkiwa ndani ya hedhi yenu, mkiwa katika nifasi, umezaa, unatokwa na damu, uruhusiwi kuswali, na hiyo swala hautoilipa. Sisi wanaume hatuna hiyo. Hakuna siku tumewekewa kwamba jamani, mmeswali sana miaka nyingi, sasa pumzikeni kidogo. Nyinyi mkiwa ndani ya hedhi yenu, mkiwa ndani ya nifasi, hamruhusiwi kufunga saumu, hasatan saumu ya Ramadhani. Lakini Ramadhani ikisha na nyinyi mkapata afya yenu, mtalipa hizo masiku. Nyinyi wanawake hamjawajibika kuja kuswali hapa msikitini. Sisi wanaume tusiposwali msikitini bila sababu ya kisheria, swala yetu itakubaliwa, pamoja na kwamba haitokuwa na thamani kama yule anayeswali msikitini, na bado tutaandikiwa dhambi. Mtu anaweza kuuliza, jamani, mtu anaswali alafu anaandikiwa dhambi? Ndio Mungu alivyosema, fawailul lilmusallin, adhabu kali itawafika wale wenye kuswali, sio wale wasioswali. Wale wasioswali mambo yao ni mbaya zaidi. Mimi na wewe tunayeswali bado tutaadhibiwa na swala zetu hizi. Kwa nini? Alladhina hum an salatihim sahun, wale ambao katika swala zao wanazipuuza, wanaswali katika time wanaitaka wao, namna wanavyotaka wao. Hizi swala zitakuwa ni sababu ya watu kuadhibiwa. Lakini wewe mwanamke hujawajibika kuja kuswali hapa msikitini. Sehemu yako nzuri ya kuswali ni nyumbani kwako. Tena Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mwanamke anaposwali katika chumba ya mume wake, chumba cha mume wake, swala yake ni bora kuliko kuswali katika sehemu nyingine yote ya nyumba. Lakini lao ataswali katika sehemu nyingine yote ya nyumba, ataswali barazani, chumba cha watoto, uani, sebuleni, thawabu yake ni kubwa kuliko mtu anayekuja kuswali msikitini. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la tamna'u ima Allahi masajid Allah, msiwakataze watumwa wa Mungu, waja wa Mungu hawa wanawake kuja kuswali hapa msikitini. Maadamu hakuna fitna, hakuna hofu, watakuwa ndani ya amani, maisha yao haitakuwa hatarini, waje hawa wanawake kuswali hapa msikitini. Kwa sababu watakaposwali msikitini watapata mawaidha kama haya, watapata khutba za Ijumaa, watapata kujuana na wenzao, watapata kujua ulimwengu unavyokwenda, watafaridika kuliko mtu kila mara kuwa ndani ya nyumba tu hatoki, maadamu haitoleta fitna. Mwanamke kazi yake si kutoa talaka, hakuachiwa kazi hiyo. Mwanamke hawezi kumwambia mume wake, mimi nimekuacha bwana, si kazi yake. Maana yake kazi nzito ya kuivunja nyumba, lao itatokea ameachiwa hii mzigo mwanamume. Na ndio unaona mwanamume huyu akabebeshwa majukumu makubwa. Yeye ndo ambaye anailipa mahari, na yeye ndo ambaye anamsimamia huyu mwanamke. Hata mwanamke mwenyewe akiwa na mali, ni tajiri, ana biashara, majukumu yote haya ni majukumu ya mwanamume. Labda itokee maelewano baina ya mtu na mke wake. Mwanamke hajawajibika kwenda kupigana jihad, si kazi yake hiyo, wala hawezi. Na mwanamke katika Uislamu anarithi akiwa mtoto mdogo, anarithi akiwa dada, anarithi akiwa mke, anarithi akiwa mama, na anarithi akiwa nyanya, ambapo katika mila na dini zingine wanawake hawarithi. Tumetembea katika nchi yetu ya Kenya hii, baadhi ya watu ambao ni Waislamu, baba anafariki, ameacha watoto wa kike na watoto wa kiume. Watoto wa kike wanadhulumiwa na mandugu zao kwamba hawana haki ya kurithi kwa sababu ya mila. Mila imesema hivyo.
Mila gani hii ambayo inakwenda kinyume na sheria ya Mungu? Mila gani hii ambayo watu wanafanya dhulma ndani yake? Mila yoyote ambayo inakwenda kinyume na vile Mungu alivyopanga, kinyume na dini ya Mungu, kinyume na sheria ya Mungu, hiyo mila kuifuata ni haramu. Hiyo mila kuifuata ni haramu. Na mengi mengineyo. Ndugu zangu, dada zangu, tuna mambo mengi ya kuzungumza hapa, ingawa wakati wetu unaruhusu. Unajua, moja katika njia ya kuonesha wanawake nafasi yao ya kuingia peponi ni kubwa sana, na wao vile vile wengi wao wamebeba ufunguo ya wanaume kuingia peponi. Kuna baadhi ya wanaume hawatoingia peponi ila kwa sababu ya wanawake waliowazunguka. Miongoni mwa hadithi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man ala jariyataini hatta tablugha dakhaltu jannata ana wa huwa kahataini. Mtu yoyote atakayewalea watoto wawili wa kike, na kutaja watoto wa kiume hapa, mpaka watoto wa kike hao wakawa watu wazima, akawasomesha, akawaangalia vizuri, akawaoza wanaume wazuri, basi Mtume anasema, mimi Mtume nitaingia pamoja na huyu mzazi aliyomlelea vizuri huyu mtoto wake wa kike peponi tukiwa hivi. Akaashiria kwa vidole vyake viwili. Maana yake watoto wa kike hawa watakwenda kuwavuta wazazi wao ambaye labda wamehukumiwa vibaya, kwa sababu ya watoto wao wa kike wataingizwa peponi. Sasa hii ni kwa ufupi, nimewaelezeni ndugu zangu, dada zangu, kwamba nafasi yenu ya kuingia peponi ni kubwa kwa kweli, kuliko sisi. Tuna majukumu makubwa sana. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Isra al-Mi'raj alionyeshwa moto wa Jahannam, na akawaona wanawake ndio wengi motoni kuliko wanaume. Qad uritu an-nara faraaitu aktharu ahliha an-nisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, nilionyeshwa moto wa Jahannam na nikaona wengi walioko ndani yake ni wanawake. Maswahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, ni kwa nini wanawake wengi watakuwa motoni? Mtume akajibu akasema, fa innahunna yukthirna al-la'na wa yakfurna al-ihsan wa yakfurna al-ashira. Ni kwa sababu hawa wanawake wanalaani sana, hawana shukurani kwa zile ihsani wanaofanyiwa, hawana shukurani kwa waume zao. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mwanamume anamfanyia khairi nyingi mke wake, anamnulia, anamjengea, anamweka juu, anamlisha vizuri, alafu siku moja huyu mwanamume anamkosea kosa moja tu, kosa moja tu, na labda wakati mwingine sio kosa ya kisheria, labda ameoa mke wa pili, au labda imetokea makosa moja au nyingine amempata nayo. Mwanamke anamwambia mume wake, wallahi katika miaka 30 ambayo tumeishi mimi na wewe sijawahi kuona khairi yoyote. Kutokuwa na shukurani kwenu nyinyi juu ya watu waliowazunguka nyinyi wanawake itasababisha wengine wenu watajikuta mahali pabaya sana, watajikuta mahali pabaya sana. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wallahi lau ingeliruhusiwa mtu kumsujudia mtu mwingine baada ya Mwenyezi Mungu, ningemwamrisha mwanamke amsujudie mume wake. Wewe mwanamke, pamoja na urembo wote uliokuwa naye, pamoja na uzuri wote uliokuwa naye, pamoja na maisha yote uliokuwa naye, hauwezi kuwa mwanamke bila kuwepo na mume kwako wewe. Na hivyo hivyo mwanamume vile vile hawezi kuwa mwanamume bila kuwa na mke. Ni watu ambao wanategemeana katika maisha. Na ndio unaona wanaume wengi tumekaa hapa, nyumba haiwezi kuwa nyumba pamoja na matatizo yote ambayo wanawake wako naye. Nyumba haiwezi kuwa nyumba bila mwanamke, na mume hawezi kuwa mume bila kuwa na mke. Hawezi kuwa mbona mimi sasa hivi nimeamua sitaki tena kuoa. Mwanamke pia anasema sitaki tena kuolewa. Hapana.
Dada zangu, mama zangu, Mwenyezi Mungu amewawekeni katika heshima kubwa sana. Amewalindia haki zenu kama Sheikh Saad alivyozungumza hapa. Amewainua juu, amewaondoa katika maisha ya utumwa, katika maisha ya unyama. Nyinyi mlikuwa takataka katika zama za mwisho za nyuma kule. Mlikuwa mnafanywa kama vile wanyama, hamthaminiwi. Bunge ya Ufaransa inajadili huyu mwanamke ni binadamu au si binadamu. Wanapitisha kwa sauti moja kwamba huyu mwanamke sio binadamu, na ndio kwa sababu wanadai kwamba italimtoa Adam peponi. Huyu ni sheitani. Wamemnyima heshima yake, wamemfanya kama ni kitu chombo cha kutumiwa tu. Kwa nini Mwenyezi Mungu baada ya kuwapa haki zote hizi nyinyi wanawake jamani, mbona mnamkosea Mwenyezi Mungu heshima yake jamani? Mbona mnaidhalilisha hii dini? Mbona mnamdhalilisha Mwenyezi Mungu? Wengine wenu wanaivua hijab, wengine wenu wanaiaibisha dini, wengine wenu wanaitumia niqab vibaya. Baadhi ya wanawake wanavaa niqab kwa ajili ya kwenda kufanya machafu, wanajificha ndani yake. Unatumia heshima ya Mungu ambaye ni hijab aliyompa mwanamke kufanya naye maovu katika dunia hii. Unatarajia utakuwa na khairi gani wewe? Kwa kweli ilikuwa inatakana uwe na shukrani kubwa sana kwa Mungu wako. Mungu amekuinua akakupa heshima zote, akakuweka ndani ya nyumba yako. Hawa maadui wanasema yaquluna anna albayt sijnu almar'a, wanasema kwamba ni nyumba katika maisha ya Muislamu ni jela ya mwanamke. Sio jela, ni heshima ya mwanamke. Na mwanamke mwenyewe ndo ameamua kukaa ndani ya nyumba ya mume wake, akaamua kuvaa hijabu yake ya kisheria, akaamua kujisitiri, hatoki nje ovyo. Wao wanaona uchungu kwa hayo, wanataka wamtoe mwanamke wa Kiislamu nje, atoke uchi, aingie kwenye ulimwengu wa ukimwi, kwenye ulimwengu wa zinaa, kwenye ulimwengu wa machafu, adhalilike kama wanavyodhalilika hawa wasiokuwa Waislamu. Kwa hivyo dada zangu, mama zangu, chungeni sana heshima zenu na muheshimuni sana Mwenyezi Mungu na mtume wake na hii dini kwa ujumla, kwa heshima mliopewa. Mungu amewakirimu, amewaweka juu. Msifanye mambo ya upuzi, kwa sababu wengi wenu watajikuta mahali pabaya sana. Aqulu qawli hadha subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka. Hii ni An-Nisaa TV.